Hello, leo tutajifunza kuhusiana na mpangilio wa mfumo wa network ya kompyuta, ambapo kama unavyoangalia picha yetu hapa, nimedesign mfumo wa kompyuta ambao kwa mantiki yake ni kama mfumo wa taasisi. Na taasisi yetu itakuwa inapokea mawasiliano kutoka kwenye watu wa huduma wawili, ambapo kwa mujibu wa mchoro wetu kutakuwa na mtu wa huduma namba 1 na mtu wa huduma namba 2. Nakuza vizuri hapo ili tuweze kuona kwa urahisi. Mtu wa huduma namba 1 atakuwa ni Vodacom kwa mujibu wa mpangilio ambao nimeufanya hapa, lakini sio lazima awe Vodacom. Huu ni mchoro tu ambao mimi nimetengeneza na sio network halisi. Mtu wa huduma namba 2 pia atakuwa ni TTCL, ambapo tutapokea huduma kutoka kwa watu hao wawili. ISP ni Internet Service Provider. Kwa hiyo tuna Internet Service Provider number 1 and Internet Service Provider number 2, ambapo sasa kwa nini tumechukua kutoka kwa watu wa huduma wote wawili? Lengo ni kwamba ni kufanya backup au failover. Ikitokea mtu wa huduma namba 1 ana changamoto ya huduma ya mtandao, kwa maana ya network system zake zina shida, tuweze kupata huduma kutoka kwa mtu wa huduma namba 2. Kwa mfano Vodacom amepata changamoto ya kimtandao, maana yake tuweze kuwasiliana kupitia TTCL amepata changamoto ya kimtandao, tuweze kuwasiliana kupitia na Vodacom. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya kutengeneza failover, lakini chini yetu hapa tuna router 2 ambayo ni router 1, hiyo ni Songea router 1 na Songea router 2. Lengo ni kupokea huduma zetu kutoka kwa hao watu wa huduma wawili. Tuna uwezekano pia kuchukua router 1 na kuunganisha kwa watu wa huduma wote wawili, lakini changamoto ni kwamba hii router 1 ikipata shida, maana yake mawasiliano yote yanakuwa yamekufa. Kwa hiyo the best way au best practice ni kujiunga kupitia router 2 tofauti. Kwa hiyo router namba 1 ambayo ni Songea router 1 ikipata shida, tutaendelea na mawasiliano kupitia Songea router 2, ita act as a backup. Songea router 2 ikipata shida, tutapata mawasiliano kupitia Songea router 1, ita act as a backup. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tumefanya. Lakini pia design yetu chini ina distribution switch ambayo ni distribution switch Songea distribution switch namba 1 na Songea distribution switch namba 2. Hii ni 3-tier network design, ambapo sasa tutakuwa na core, distribution and access switch. Kwa hiyo distribution switch ziko 2, lakini tuna access switch ambazo ni 4. Tuna access switch ambazo ni 4. Ngoja ni punguze hapo kidogo ili tuweze kuona vizuri. Tuna access switch ambazo ni 4, ni hizi hapa. Tuna access switch namba 1, access switch namba 2, namba 3 na namba 4. Kwa hiyo hapo ndio sehemu ambapo watumiaji wetu wa mwisho watapata huduma au wataliunganisha na internet. Kwenye hiyo distribution switch, access switch hizo 4, kama unavyoangalia hapo, tuna department ya kwanza hii hapa ambayo ni kama unavyoiona hapa ni nimeisave hapo kama ICT department na pamoja na education department. Hizo zimekuwa connected kwenye distribution switch namba 1. Distribution switch namba 2 imeconnect financial and planning department pamoja na procurement department. Distribution switch namba 3 imeconnect HR ambayo ni human resources department, na distribution switch namba 4 imeconnect R&D department and engineering department, kwa maana idara ya ardhi na idara ya maengineer. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni mfumo kama ulivyo mfumo wa serikali ambao unapokea sasa, umegawanyika katika maeneo tofauti tofauti na unapokea taarifa zake kupitia maeneo tofauti tofauti. Ili kuweza kuwasiliana kwa uhakika, basi lazima kuwe na network. Kwa leo tutafanya basic network configuration, ambayo kwa overview, kama utakuwa unaweza kuona vizuri hapo, itakuwa inaonekana hivyo. Hiyo ndio network yetu kwa namna ambayo tumeipangilia kwa muonekano wa jumla. Kwa hiyo kwa leo tutafanya configuration ya sehemu yetu ya juu, ambapo ni router 1 na router 2, na kwenye router 1 na router 2 tutafanya configuration chache, ambazo kwa lengo la leo tutafanya configuration zifuatazo. Kitu cha kwanza tutaconfigure hostname kwa maana ya jina la router yenyewe, lakini pili tutaconfigure password, ambapo kufanya router zetu ziweze kuwa secured, mtu asiweze kuingia bila sisi kujua. Lakini pia tutaconfigure SSH ambayo ni secure shell, kumwezesha administrator kuweza kupata mawasiliano akiwa mbali kwa ajili ya kufanya configuration mbalimbali na kufanya troubleshooting hata kama yuko ofisini. Lakini pia tutaconfigure local user ambaye ni administrator, na tutafanya interface configuration ambayo ni IP address pamoja na configuration zingine.
tuanze na router 1 ambapo tunaiunganisha na mtoa huduma ambapo ni TTCL, na kwenye router 1 kama ilivyo hapo kwenye figa yetu tuta configure Songea router 2 ambayo tumejiunganisha na TTCL, na tumejiunganisha kupitia interface ya G0/0, ambapo kwenye huo mnyororo wa G0/0 tunaamini kwamba sisi na TTCL kwa mujibu wa configuration yetu hatuna uwezekano wa kumfikia TTCL kwenda kufanya configuration kwenye device zake, lakini ametupa access ya kuchukua taarifa kutoka kwenye device zake kupitia configuration protocol ambayo ni DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Kwa hiyo interface yetu tutachukua taarifa kutoka kwa ISP namba 2 ambayo ni TTCL kupitia DHCP. Twende tuangalie configuration namna ambavyo inafanyika. Kwa hiyo nitafungua router yangu kwa command line interface hiyo hapo, na nikishafungua nitaandika enable kwa maana ya kuingia kwenye user privilege mode, na hapo nitafanya configure terminal kwa maana ya kuingia kwenye global configuration mode. Nikiwa kwenye global configuration mode nitafanya vitu vifuatavyo. Cha kwanza nita set hostname. Nita hostname ambapo kama inavyoonekana hapa, nita set hostname kwa maana ya jina la hii router. Tukiangalia hapa juu, jina la router yetu hapa juu inasoma Songea R2, kwa hiyo na hapa chini nasoma Songea R1. Kwa hiyo we have to change. Kwa hiyo tutasema hostname command ni Songea R1. This is Songea R2, sio Songea R2. Okay, enter maana yake hostname tayari imebadilika kutoka kwenye Songea R1 kuja kwenye Songea R2. Hostname tayari imebadilika kutoka kwenye Songea R1 kuja kwenye Songea R2. Lakini pia tutafanya configuration ya secret. Tutasema enable secret, secret, ambapo sasa tukisema enable secret tuna uwezo wa kuandika secret yetu. Kwa hiyo hapo naandika CCNA 123. Enable secret ni CCNA 123. Lakini pia tunaweza tukaandika enable password, enable password CCNA 12. Enable password ni CCNA 12. Kuna utofauti mkubwa kati ya enable secret na enable password. Zote zinatumika ku encrypt device, lakini enable secret ni more encrypted na enable password inakuwa kwenye plaintext, inakuwa kwenye plain mode. Tukisema hapa show run, tumeanza na do kwa ajili ya kuexecute ile command. Unaona hapa enable password imeandikwa kama plain text, mtu ana uwezo wa kuiona, lakini enable secret imeandikwa kama encrypted. Kwa hiyo tunashauriwa kwenye configuration tutumie enable secret kuliko enable password. Lakini pia hata ukiziandika zote mbili kwenye rival affect itakayo kuja kufanya kazi ni ile enable secret na sio enable password. Kwa hiyo tunaendelea hapo. Tuna uwezo wa kuitoa no enable password CCNA 12. Kwa hiyo no enable password CCNA 12. Naona imenipa error hapo. Kwa hiyo tuendelee na configuration zetu. Kitu kinachofuata kuconfigure ni SSH, na ili tuweze kufanya configuration ya SSH niombe kwanza tufanye configuration zingine ambazo ni interface configuration pamoja na username. Kwa hiyo tutaanza na interface configuration, na kwenye interface yetu tumekuwa connected na ISP namba 2 kupitia G0/1, na tumesema tutapata taarifa kule kupitia DHCP. Kwa hiyo sisi tutaandika interface G0/0, ambapo tutasema kwanza ni description kwa ajili ya kusaidia kupata taarifa za pale, connection to ISP2 ambayo ni TTCL. Description inatusaidia kama kuna administrator mpya anakuja kuingia kwenye hii router, ana uwezo wa kuangalia kwenye interface. Akiangalia kwa haraka anaweza kujua hii interface imeenda kuwa connected na kitu gani. Kwa hiyo ndio umuhimu wa description. Lakini pia tutaconfigure IP address command
Kwa sababu tunachukua taarifa moja kwa moja kutoka kwa mtoa huduma wetu, kwa tutatumia protocol ambayo ni DHCP command, IP address DHCP. Tukiweka enter, ni lazima tuinue hiyo interface kwa kuandika no shutdown. Kwa ukiandika no shutdown, maana yake interface inakuwa imekuja up, na kama unavyoona hapa kwenye kioo chetu, maana yake interface yetu tayari imekuja hapa. Kwa hiyo tuna maana yake inaonekana tayari imekaa sawa. Lakini pia tukishaandika hivyo, huku pia kwenye ndani yetu tutaona kwamba imekuwa assigned na DHCP, na kilichokuwa assigned kinaonekana hapa, kwa maana tumepata configuration hiyo. Kwa IP address ambayo ni 203.0.113.6 ambayo ni /30. Nasema subnet mask ni /30 ambayo ni 252. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tayari tunakuwa tuna mawasiliano na mtoa huduma wetu, ambapo kwa watu tukiangalia hapa show CDP neighbor kwa ajili ya kupata taarifa yetu. Show CDP neighbor detail ISP namba 1 ambayo ni TTCL amekuwa connected na sisi kwa IP address ambayo ni 203.1.1.1.5. Kwa nikisema ping 203.1.1.5, maana yake natakiwa nipate mawasiliano. Ping ina testi tunasema two-way connectivity between device, kwamba je, tuna uwezo wa kufika na kurudi. Hiyo maana yake imekubali. Kwa connection kati ya sisi na ISP2 imekubali. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuwasiliana na internet kupitia Vodacom. Lakini pia ukiangalia hapa interface nyingine ziko chini, ambapo ni interface ya G0/1 pamoja na hii interface ya G0/2. Kwa hiyo tufanye configuration ya hizo interface pia. Nitafanya kama tulivyofanya kule, kwa nitaanza na configure terminal, lakini baada ya hapo nitakwenda kwenye interface configuration mode na hapo G0/1. Baada ya hapo nitakwenda kusema description command ambayo ni hii sasa ni connection. Hii hashtag sio lazima iwepo, ni mimi tu nimeandika, sio sehemu ya command. Connection to Songea R1. Interface ya G0/1 imekuwa connected na Songea R1 kama tunavyoona hapa. Hii interface imeenda kuwa connected na Songea R1, ambapo kwa hiyo ni connection ni Songea R1. Lakini pia IP address kwa hapa sasa, anwani ya mtandao ambayo ni internet protocol address ni 10.10. Sasa huko ni .1, huko ni .2. Kwa tutasema ni 10.10.255.255.255.2. Maana yake hapo tumeset amesema bad subnet mask. Okay, there is error pale 255.255.252. Imekubali hiyo. Lakini pia tutaamsha interface kwa kusema no shut, kwa maana ya kufanya interface yetu ije juu. Kwa nini tumeamsha lakini au tumewasha mnyororo wetu lakini bado kuna alama nyekundu, na huko ilikuja alama ya kijani? Huko ilikuja alama ya kijani kwa sababu kwa mtoa huduma wetu tayari alifanya configuration na alikamilisha. Kwa hiyo huko kulikuwa kwa mtoa huduma wetu kulikuwa up, ila sisi ndio tulikuwa down. Kwa hiyo sisi tulipowasha ilijiunganisha moja kwa moja, lakini hapa ilikuja alama nyekundu bado, kwa sababu kwenye router ya Songea hakuna mpangilio wote ambao umefanyika. Kwa hiyo huko kuko down, kwa hiyo huko kuko up, lakini huko kuko down. Kwa hiyo haiwezi kuonyesha alama ya kijani hadi huku pia kuwe up. Kwa tukiconfigure kwenye router namba 1 itakuwa up. Lakini pia tutaenda pia kwenye interface ambayo ni interface G0/2 connection, ambayo ni connection ya sisi na ISP2. Connection ya sisi na distribution switch namba 2. Kwa hiyo tutaingia hapo ambapo ni interface G0/2. Kwanza tutaanza na description command. Description tutasema kwamba ni connection to Songea distribution switch number 2. Connection to Songea distribution switch number 2. Baada ya hapo tutasema IP address command. IP address command ni 10.10.10.5.
255.255.255.252. Jamani, hii 255.255.252 hii ni subnet mask ambayo ni suspect. Ukumbuke kwamba tuna bits 32 kwenye IPv4 address, ambapo set inatupa bits 2. Bits 2 ni address 4. Address 4 maana yake kwa mujibu wa mfumo tunatunza address 2. Address moja ni internet network ID ambayo ni /4, lakini pia address moja ni broadcast ID ambapo ni .7. Kwa hiyo tunakuwa na space ya address 2 pale, ambapo hiyo sana sana inatumika kwenye point to point IP address, point to point connection. Lakini pia unaweza kutumia /31 na /32, ingawa /32 inatumika sana sana kwenye loopback interface. Kwa hiyo tumesha connect hapo, lakini tutasema no shut. Kwa hiyo tukiweka no shut inakuja. Sasa angalia tofauti hapa, huku imewaka, imekuja blue, huku imekuja hii rangi ya chungwa. Kwa nini imekuja? Kwa sababu hii ni switch, na hii switch ya by default inakuwa up, lakini imezuiwa kufanya kazi kwa sababu kuna protocol inayorani hapa tunaita spanning tree protocol, ambayo by default ina operate kwa sekunde 30. Inatoka kwenye blocking inaenda kwenye blocking, listening, then forwarding na kadhalika. Kuna process moja hapo naona kama nimeiacha, lakini tuna blocking. Tukitoka kwenye blocking tunaenda kwenye listening. Kwenye listening tunaenda huko blocking, listening, learning, forwarding. Hizo processes ili ikamilike inachukua wastani wa dakika 30 na kuendelea. Kwa hiyo imekamilika, amegundua kwamba there is no loop. Hiyo inatumika kwa ajili ya kuzuia layer 2 loop, broadcast storm loop. Kwa hiyo there is no loop, hivyo ameruhusu iweze kunani. Kwa hiyo iko up. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni up by default. Kwa hiyo baada ya hapo tumemaliza kuconfigure interface na tunaweza tukaverify and inakurudisha nyuma kwenye user privilege user mode, lakini pia exit inakurudisha nyuma one space back. Tunaweza ku verify show IP interface brief kwa kuangalia kama interface zetu zote ziko vizuri, na amekuonyesha hapa kwamba hii imekuwa configured by DHCP na up. Hii hapa imekuwa configured by manual, lakini ni up down. Maana yake kule kwenye upande wa router 1 ambako ni Songea router 1 hakuja configured, ndio maana huko amekwambia iko down. Kwa hiyo kwa maana hiyo, maana yake interface zetu ziko up. Lakini pia unaweza kaangalia show interface. Ukiandika show interface itakupa zote kwa ujumla wake. Ukiangalia hapa imekuandikia description connection to ISP. Ukishuka tena chini imekuandikia hapa description connection to. Ukishuka tena chini, hii inamsaidia administrator sasa kujua kwamba hii interface ambayo inaifanyia configuration ni interface ambayo inaenda kwenye eneo fulani. Kwa hiyo pia na yeye anakuwa makini kwamba kwenye configuration zangu, na maana niwe makini kwa sababu interface inaenda kwenye eneo fulani. Kwa hiyo namsaidia kufanya configuration zake. Lakini tumemaliza hapo ku configure hiyo IP address. Tunaweza tukaangalia kitu kingine pia kama vile show IP route, kuangalia kama routing table imekuwa created na tumetengeneza routing table, na by default naona hii iOS image imetengeneza static route ambayo ni default route kwenda kwenye ISP2 ambayo ni 203.0.113.5. Kwa hiyo hiyo pia ni connection ya kwenda kwa ISP3. Lakini nje hapo pia tunatakiwa tufanye configuration zingine ambazo tulizisema, ambapo natakiwa tuconfigure SSH, tuconfigure local user. Kwenye interface tumemaliza. Kwa hiyo tutaingia kwenye global configuration mode tena, configure terminal, na hapo tutaanza na user. Tutasema username, tutaandika user ambaye ni administrator. Mimi naandika admin, boss capital letter admin, na unaweza kutumia jina kwa username Marco. Unaweza ka specify privilege, ukaamua privilege ziko 16 0 to 15. Kwa hiyo tunasema privilege 15 kwa maana huyu ni final administrator, na uwezo wa kufanya configuration na changes za aina yote. Lakini pia tuna uwezo wa kuseti password au secret. Ukiweka exclamation mark na kuonyesha kipi kina uwezo wa kufuata. Kwa hiyo tunaweza kuseti secret kwa sababu secret ni more secure. Tuna set secret
Mimi naandika pia CCNA 123, CCNA 123. Kwa tuna user wetu ambaye ni Marco, privilege ni 15, secret ni CCNA. Akitaka kuingia anatakiwa atumie jina la Marco, lakini pia password yake iwe hii. Ni kama tunavyoingia wewe kwenye Facebook na watu unaingiza username then unaingiza password yako. Baada ya kuingiza hiyo, kwa sababu tunataka lengo tu configure SSH, inatakiwa pia tu configure angalau user hata zaidi ya mmoja. Ikitokea huyu ana changamoto mwingine aweze kunani. Kwa hiyo username admin, hii ni general kwa mtu yoyote. Admin huyu si specify privilege, unaandika tu secret CCNA 123. Pia atakuwa na privilege number 15 by default na ataweza kufanya access ya network. Kwa hiyo tuna user wawili ambao ni admin ambayo ni CCNA 123 na tuna Marco ambao ni password ni hiyo CCNA 123 na itakuwa completed. Tukishamaliza hivyo, inatakiwa ili tuweze kuconfigure SSH ni lazima tu configure domain name. Na ukumbuke kwamba uweze kuconfigure SSH kama router itabaki kwenye default name. Lazima default name iwe imekuwa changed. Lakini pia lazima tu configure domain name kwa kutumia IP domain name command. Hapa naandika tu ccna.com. Ukishaandika hivyo, unatakiwa kutengeneza encryption ambapo ni crypto key generate kwenye normal command ilikuwa inaandikwa crypto key generate RSA, lakini ukiandika hivyo kwenye router hii inakubalia ambapo ni crypto key generate RSA. Tunasema sasa hapo tunachagua by default, tunashauriwa kuianzia 768, lakini pia unaweza kuweka yoyote. Kadri unapoweka namba kubwa ndio inapokuwa more encrypted, lakini pia ndio itakapo run through, lakini mimi naweka tu 768 by default. Kwa hiyo tumetengeneza hapo encryption, lakini pia nakwambia tayari expand kwenda kwenye SSH version ambayo ni 1.99. Kwa hiyo maana yake hapo kuna version 2. Kwa hiyo unaweza ukachange IP SSH version 2 na ikawa imeandika hapa. Lakini pia tukishaandika hivyo, maana yake unaweza kuweka command zingine kama SSH authentication ya SSH version, SSH timeout. Timeout inakusaidia wewe kwamba mtu akikaa muda gani bila kufanya inactivity ikutoe nje, lakini hiyo itaenda kufanya kwenye nani. Lakini pia inaweza authentication retry kwamba mtu akijaribu mara ngapi system ikatae na kadhalika. Kwa hiyo kwa sisi kwa upande wetu tumeconfigure SSH, tumeconfigure cryptokit. Kwa hiyo tuna uwezo wa kwenda kuconfigure sasa SSH kwa maana ya enable sasa VTY line au console line kwa ajili ya kufanya SSH. Kwa hiyo ili tu enable tutasema line VTY 015. Tuna watu 16 by default ambao wanaweza kuingia. Kwa hiyo unaweza ukiona wameandika 04 maana yake ni watu 5 ambao ndio wanaweza kuingia. Ukiona wameandika 015 maana yake amemaliza all line. Kuna watu 16 ambao wanaweza kuingia kwa wakati mmoja kuconfigure device. Kwa hiyo line VTL 115 tutaingia hapo, tayari tumeingia. Ukiingia hapo kuna vitu vingi ambavyo unaweza kwa sababu sisi tunataka matumizi yetu yatumike kwa ile nani ya mwanzo, ile local username tutasema login local. Maana yake kutumia ile nani, ukitaka kutumia ya moja kwa moja utaandika login, kwanza utaandika password, utaseti password then utaandika login command. Kwa hiyo pia tutaandika input transport input SSH. Transport input SSH inatusaidia sisi kwamba mtu ambaye anaweza kuingia aingie kwa kutumia SSH tu. Options ziko nyingi, we have SSH, we have Telnet, lakini Telnet sio secure sana. Kwa hiyo tutatumia SSH, transport input SSH. Hapo sasa maana yake tumemwezesha mtu kutumia SSH na kwa anafanya procedure zake unaona. Pia anaweza kaweka access class akaweka IP access list kwa ajili ya kuconfigure ni address zipi zinaweza zikafanya hiyo shughuli. Kwa hiyo tumemaliza hapo kwenye router hiyo, lakini kwa basics to set pia muda tunasema clock set
Leo ni saizi ni saa kwa mujibu wa saa yangu ni saa 8 dakika 10 kamili. Leo ni Julai 17, 2026 wakati natengeneza hii video. Kwa hiyo maana yake nikifanya show clock nitapata taarifa, lakini nikisema show clock detail nitapata taarifa kuwa imekuwa manual configured, ingaje tunashauriwa kutumia NTP. Sasa hapa sitatumia network time protocol, nitakuwa nimetumia hiyo manual. Lakini kule kwenye SSH tulisahau kitu kimoja, configure terminal. Tulisema y VTY 0.15. Hapa tunatakiwa kuseti execute time out ya 15 na sekunde 30, lakini pia nitasema login synchronize kwamba mtu akiwa anafanya shughuli zake ikitokea login imetokea, basi muhamishie pale pale ambapo alikuwa anaendelea. Lakini kwa sababu tumeenable SSH, natakiwa tu enable login terminal command, terminal monitor command, ili yule mtu anayefanya SSH afanye debug aweze kupata taarifa kule kwenye system yake. Kwa baada ya kumaliza hapo, maana yake tumefanya configuration hizo na zimekamilika. Tunatakiwa tu save. Unaweza ka save kwa kuandika write memory au write peke yake. Ukiandika write memory na ukiandika write peke yake ni kitu kimoja. Au unaweza ka save kwa kuandika copy running config into starting config, copy running config into starting config. Napo itakuuliza nataka kusave, utakliki napo utakuwa umesave. Kwa vitu ambavyo tulikuwa nataka tukonfigure kwenye router hiyo imekamilika. Tutaenda kuconfigure baadhi ya hivi vitu kwenye router ile nyingine. Na router yetu ya pili ni hii hapa ambayo tumejiunganisha na Vodacom. Kwa hiyo nitaingia hapa, nitafanya configuration za haraka ambazo tumezifanya pale. Kwanza nitaanza tu na set clock saa hizi kwa mujibu wa saa yangu, clock set command kwa mujibu wa saa yangu ni saa 8 na dakika 12. Hiyo ni Julai 17, 2026. Kwa hapo nimemaliza, lakini pia nitaenda kwenye configure terminal, nitasema hostname kwa router hii ni Songea. Hii ni router 1, Songea router 1. Lakini pia nitaingia kwenye interface G0/0, nitasema IP address DHCP, then nitasema description, this is the connection to ISP1 ambayo ni Vodacom. Baada ya hapo tutasema no shut kwa ku bring you interface up. No shut that way to bring you interface up. Na tumeona tumepokea hapo hardware ambayo ni .2, lakini pia nitakwenda kwenye interface G0/1 ambayo tunasema description. This is connection Songea R2. Hii tumejiunga na Songea R2 kule. Hapo tutasema IP address yani 10.10.10.1 255.255.252/30, then no shut command to bring it up. Tukiweka hiyo up, maana yake tumewasha interface tuliokuwa tuna na hii router. Kwa hiyo unaona zote zimekuja up, ambapo sasa tutamalizia hiyo interface ya chini, interface G0/2, na hiyo tunasema ni connection to distribution switch namba 1. Kwa hiyo description itakuwa connection to Songea distribution switch namba 1 na IP address ni 10.10.10.9 255.255.252. This is point to point connection, kwa hiyo haina haja kupoteza address
tunatumia address space kutokana na mahitaji. Kwa hiyo nayo imekuja hapa. Kwa hiyo hapo napo tunaweza tukaenda kuidhibitisha show IP interface brief, then utaona zote ziko up, lakini pia kufanya show IP route, utaona pia unaweza ku specify show IP route either static au show IP route kuwezekana HRP au SPF, RIP na kadhalika. Pia utazipata. Kwa hiyo kwa mujibu wa configuration zetu tumefanya configuration hiyo, tutaenda kumalizia configuration chache. Configuration ya kwanza ni username. Tulisema username wa kwanza ni Marco, privilege ni 15, password au secret ni CCNA 123. Lakini pia tulikuwa na username wa pili ambao tulisema admin, secret tulisema ni CCNA 12 au CCNA 12. Lakini pia tulikuwa na configuration nyingine ambayo IP domain name, ambapo tulisema ni ccna.com au ccna.com. Lakini pia tulisema crypto key, tunaenda configure SSH crypto key, generate RSA, generate RSA tuweka 768. Then tulisema IPSSH version 2. Kwa hiyo hapo tumemaliza. Tunaenda tena kwenye line VTY na kwa ajili ya kuconfigure kumwezesha yule mtu aweze kuingia pale line VTY. Tunasema login local, lakini pia tunasema XQ timeout ni 15:30, maana yake ni 15 sekunde 30. Lakini pia tutaconfigure hapo transport input tutasema SSH ku limit kwamba connection iwe kwa SSH peke yake. Tukitoka hapo maana yake tumemaliza. Exit, tunarudi one step back, then tuna uwezo wa kuconfigure vitu vingine vidogo. Unaweza kuconfigure pia line console na ikawezekana na vitu vingine. Lakini pia ngoja nifanye kitu kimoja hapa, niseme enable password, tuseme CCNA 12, enable password CCNA 12. Ukienda kwenye do show run itakuonyesha ile password kama ilivyo CCNA 12, lakini kama tulivyoona kwa kwenye encryption ile enable secret imekuwa encrypted. Sasa tofauti kwa ikitokea iko hivyo, unatakiwa run command ambayo tunasema service password encryption. Ukishafanya service password encryption, ukienda kule ile password inakuwa encrypted kwenye level 5. Nasema do show run tena, utakuta ile password imekuwa encrypted, lakini tunashauriwa tutumie enable secret kwa sababu encrypted password ni rahisi kuwa decrypted. Kwa tunashauriwa tutumie zaidi enable secret. Kwa hiyo kwa mujibu wa vile vitu ambavyo vitakiwa kufanywa configuration, nadhani vyote tumefanyia configuration, na hapo sasa una uwezo wa kuona vitu vifuatavyo. Tukiwa hapa natoka then na save. Kwa nini ninafanya hivyo? Natakiwa kuzuia IP domain lookup. Configure terminal, tunasema no IP domain dash lookup, no IP domain dash lookup. Kwa hiyo tukifanya hivyo, maana yake hata kama ukikosea itarudi, itakataa. Kwa hiyo tuna save, and then baada ya kusave nitajaribu kufanya ping kwenda kwenye 10.10.2 ambapo ni upande ule wa pili. Utaona ping yetu imeweka out, lakini kinachofuata hapo ni kuconfigure route na vitu vingine. Asante kwa sehemu ile ndogo. Mimi naomba niishie hapo. Ulikuwa na mimi engineer hapa network engineer kwa level ya CCNA Marco Beatus Sindari, ambaye pia ni mwalimu msingi Chifumba. Karibu sana. Ukiwa na project yote naomba nishirikishe network engineer mzoefu
una project ya kufanya, unaweza ukanishirikisha, ni sehemu pia mimi kujifunza na kupata uzoefu wa mambo mengine. Asante sana.